Vita vya Israeli dhidi ya Hamas vinaonekana kutulia kidogo, japo Israeli ameonekana kuendeleza mashambulizi mbalimbali kwenye ukingo magharibi, na taarifa ambazo ninazo zilizotolewa Novemba 22, yani siku ya Jumamosi, jeshi la Israeli liliendeleza jinai na mashambulizi yake dhidi ya Palestina, wakamuua Mpalestina mwingine na wakawateka nyara wengine wawili na kutokomea nao kusikojulikana, na jinai hiyo imefanyika kwenye ukingo magharibi wa mto Jordan. Na shirika rasmi la habari la Palestina Wafa limethibitisha habari hiyo kwa kunukuu taarifa wizara ya afya ikisema kwamba wanajeshi wa Israeli wamevamia kijiji cha Teli cha magharibi mwa Nablus, na wapiga risasi waliweza kuwashambulia wananchi wa Palestina kabla kuingia kwa nguvu ndani ya jengo ambalo waliweza pia kulishambulia. Sasa nikwambie, kwa taarifa ambayo ni mpya kabisa, ni juu ya utawala wa Israeli umeweza kumuua Haitham al-Tabatabai. Huyu ni kamanda wa ngazi ya juu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon. Hezbollah sambamba na kuthibitisha jinai hiyo imetangaza kuwa kamanda Haitham aliuawa katika shambulio la utawala wa Israeli katika viunga vya kusini mwa Beirut. Taarifa ya Hezbollah imesema baada ya miaka mingi ya jihadi, uaminifu, ameungana na ndugu zake na mashahidi wenzake na maisha yake yenye baraka kujitolea katika nyanja ya mukawama na kusimama kidete, hayakusimama hadi dakika ya mwisho ya uhai wake. Hezbollah imesisitiza kuwa Ali alikuwa na nafasi ya kimsingi katika kuimarisha misingi ya mukawama Lebanon tokea siku za mwanzo kabisa za kuasisiwa kwake, na kupitia juhudi zake zisizo na kikomo aligeuza harakati hiyo imara kuwa ya ushindi dhidi ya adui. Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, katika radiamali yake ya kuuawa shahidi Haitham Ali na utawala wa Kizayuni, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X: katika siku ya kumbukumbu ya kuuawa shahidi Fatuma Zahara, mmoja wa wapiganaji wa kweli wa njia ya bibi huyo mwema, ameuawa shahidi na Wazayuni pamoja na kundi la wanajihadi wenzake. Wakati huo huo, wizara ya mashauri ya kigeni ya Iran imelaani shambulizi la anga la utawala wa Israeli katika eneo la makazi ya watu kwenye viunga vya mji wa Beirut na mauaji ya Haitham Ali, kamanda mwandamizi wa mukawama Lebanon, na kulitaja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa usitishaji vita na jinai ya kivita, na kutaka kufunguliwa mashtaka ya kimataifa wahusika wa jinai hizo. Hasa nikwambia, jeshi la Israeli kumuua kiongozi huyo wa juu wa kijeshi wa Hezbollah kwenye shambulizi lake Beirut siku ya Jumapili, ambalo pia watu wengine 5 waliweza kuuawa, ni moja mafanikio kwa upande wa jeshi la Israeli kwa kipindi hichi. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, kumbuka, siku ya Jumamosi alisema kwamba taifa la Israeli halitaruhusu Hezbollah kujiimarisha upya kijeshi, na akatoa wito kwa serikali ya Lebanon kutimiza ahadi yake kuipokonya silaha Hezbollah, la sivyo asipofanya hivyo basi wao watafanya kwao, na ndo hayo ambayo yameweza kufanyika. Sasa nikwambie pia, jeshi la utawala wa Israeli limefanya mashambulizi makali ya anga katika maeneo tofauti ya ukanda wa Gaza na kuwaua shahidi wa Palestina wasiopungua 24 wakiwemo watoto, katika muendelezo wa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa tangu wiki 6 zilizopita kwenye eneo la Palestina ambalo liliweza kuteketezwa kwa vita. Mashambulizi hayo yamejeruhi pia wa Palestina wengine 87, na mashuhuda wanasema shambulio la kwanza lililenga gari ya raia kaskazini mwa jiji la Gaza na kufuatiwa na mashambulizi zaidi katikati mwa Deir el-Balah na kwenye kambi ya wakimbizi ya Nuseirat. Mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Al-Shifa Rami Muhanna, yeye anasema kwamba shambulio hilo la ndege zisizo na rubani liliweza kulenga kitongoji cha Remal cha jiji hilo la Gaza na kuua watu wasiopungua 11 na kujeruhi wengine 20. Vile vile tutazame uozo ndani ya jamii ya Israeli. Zipo taarifa zilizotolewa na Paris Today kwamba wanawake 3,000 waliweza kudhalilishwa kijinsia ndani ya jeshi. Tutaangalia pia taarifa ya The Guardian ambao wameandika juu ya Israeli kuweza kutumia mabomu yaliyopigwa marufuku dhidi ya Lebanon, na ripoti ya UN imeweza kueleza juu ya mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon wakisema ni jinai za kivita. Lakini zipo picha zimeweza kutolewa za watoto wa Kipalestina ambao wanadaiwa wapo kwenye jehanamu ya jela ndani ya Israeli. Sasa tuanze kutazama juu ya taarifa hii kutoka Jumuiya ya Vituo Mbalimbali, ambapo inasema Jumuiya ya Vituo vya Mgogoro wa Ubakaji ndani ya Utawala wa Kizayuni imefichua kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuweka ongezeko kubwa la ukatili wa kijinsia na jinsi serikali ya utawala huo inavyochuja mno
na kufanya usiri mkubwa wa ukatili huo ndani ya taasisi zake za kiusalama. Ripoti ya jumuiya hiyo imetolewa wakati huu wa kukaribia siku ya kimataifa kutokomeza ukatili na udhalilishaji wa kijinsia dhidi ya wanawake, yani Novemba 25, na imechora picha ya wazi ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia katika jamii ya Kizayuni. Ripoti hiyo si tu inaonyesha ongezeko kubwa la ubakaji, unyanyasaji wa kijinsia na ukatili katika sekta za elimu na maeneo ya kazi, lakini pia imefichua mgogoro wa kitaasisi wenye usiri mkubwa wa udhalilishaji na ukatili dhidi ya wanawake ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama vya Israeli. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, utawala wa Kizayuni hivi sasa una kiwango cha juu mno cha ubakaji kuliko eneo lolote jingine la Asia Magharibi. Kiwango ni kikubwa sana cha ubakaji ndani ya Israeli, na ongezeko hilo linaitwa na watu wengine ndani ya utawala huo kuwa ni mgogoro wa kimya kimya. Taasisi za kupambana na udhalilishaji huo zinasema kuwa hayo ni matokeo ya moja kwa moja ya kuweko utawala dhaifu, ukosefu wa uwazi na hata usiri na uchujaji mkubwa wa maksudi wa habari unaofanywa na taasisi za serikali. Kwingineko, The Guardian imeandika Israeli imetumia mabomu yaliyopigwa marufuku dhidi ya Lebanon. Uchunguzi mpya uliofanywa na gazeti la Uingereza la The Guardian umebaini kuwa Israeli ilitumia mabomu yaliyopigwa marufuku wakati wa vita vyake vya hivi karibuni dhidi ya Lebanon. Gazeti hilo limeeleza kwamba picha za kipekee ambazo lilizishuhudia na kuzithibitisha zinaonyesha kwamba Israeli ilitumia mabomu ya vishada katika vita vya miezi 13 dhidi ya Lebanon, huo ukiwa ni ushahidi wa kwanza wa kutumiwa silaha hizo tangu vita vya 2006. Picha hizo ambazo zimechunguzwa na wataalamu 6 wa silaha kutoka taaluma tofauti tofauti zimeonyesha mabaki ya aina 2 tofauti za mabomu ya vishada ya Israeli yaliyopatikana katika maeneo matatu tofauti kusini mwa mto Litan, katika mabonde yenye misitu ikiwa ni pamoja na bonde la Zibkin, bonde la Bargaz na bonde la Deir Syrian. Gazeti hilo limeeleza kuwa miongoni mwa wataalamu waliothibitisha picha za kwanza za mabomu ya vishada yaliyopigwa marufuku yaliyotumiwa na jeshi la Israeli huko Lebanon ni Brian Kastner, mkuu wa utafiti wa mgogoro katika eneo la Amnesty International, na Jensen Jones, mkurugenzi wa kampuni ya huduma za utafiti wa silaha kwa ajili ya ushauri wa kiupelelezi. Mbali na kuwa ufichuzi huo unahesabiwa kuwa dalili ya kwanza kwamba Israeli imetumia mabomu hayo yaliyopigwa marufuku tangu miongo miwili iliyopita, hii ni mara ya kwanza Israeli kutambulisha kuwa imetumia aina 2 mpya za mabomu ya aina hiyo, ambayo ni kombora la 155mm M999 Bakar Eitan lililotengenezwa na kampuni ya Israeli Elbit System na kombora la 227mm Ram Eitan. Kwa mujibu wa uchunguzi wa Guardian, mabomu hayo hubeba vijibomu kadhaa vidogo vidogo ambavyo huangushwa juu ya eneo kubwa sawa na viwanja kadhaa vya mpira wa miguu na kisha huweza kuleta athari kubwa kwelikweli. Vilevile tarehe 20 Novemba dunia iliadhimisha siku ya watoto duniani, huku hali ya mambo huko Palestina ikionyesha picha tofauti kabisa, ambapo watoto ndio wanaongoza katika janga linaloendelea kulitesa eneo la ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israeli. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za taasisi za Palestina, watoto 350,000 katika ukanda wa Gaza wako hatarini kufa kwa sababu ya njaa kutokana na ukosefu wa chakula, na watoto wachanga 40,000 wanakabiliwa na hatari hiyo kutokana na uhaba wa maziwa ya watoto. Ofisi ya vyombo vya habari ya serikali ya Gaza imesema watoto 20,000 wameuawa shahidi kwenye kipindi cha miaka miwili ya mauaji ya kimbari ya Israeli, na zaidi ya watoto 56,000 wamekuwa yatima wakipoteza mzazi mmoja au wote wawili, huku zaidi ya watoto 5,100,000 wakihitaji kupelekwa nje ya nchi haraka kwa ajili ya kupewa matibabu ya kuokoa maisha yao. Mkuu wa klabu ya wafungwa wa Palestina Abdul Al-Zakar anasema kwamba watoto wa Palestina wanaishi kwenye kipindi cha umwagaji damu zaidi ambacho Palestina imekuwa ikipita kwa miongo kadhaa. Vilevile, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia mauaji ya kiolela amesema kwamba mashambulizi ya utawala wa Israeli dhidi ya raia huko Lebanon ni mfano wa wazi wa jinai za kivita. Mtaalamu huyo Umoja wa Mataifa amelaani mashambulizi ya anga na ndege zisizo na rubani za Israeli yanayofanyika karibu kila siku katika maeneo yote ya Lebanon tangu yalipofikia makubaliano ya kusitisha mapigano Novemba 27, 2024, akisema kuwa mashambulizi hayo yanadhoofisha juhudi za amani na yanaweza kuwa ni jinai za kivita. Shukran kwa Baba Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.